naria hii wakati watakuwa mfuraha. Nani yule kona sema? Ni Mungu yeye mwenyewe, Yesu Kristo. Anasema heri kwa wale watu wanakuwa na njaa hiyo wakati. Ndugu wangu, unajua sasa wakati watu wengine hata chakula hawaipati. Haleluya. Hapa tunatokea kuomba marufele, bave, kwa watu wengine hata chakula hii ana nayo. Eko unasema mbona mimi sikulia nini? C'est compliqué. Mwindi niti tu unasema kuku wale wako na ria hii wakati, Mungu nisaidie. Ukinyacha mimi tenda wapi? Unaweza kujiona uko mfura, unaweza kujiona uko mbaraka, unaweza kujiona uko mbiabia. Ni mzuri. Haleluya. Amen. Lakini kuku wale wana ria leo, kwa wale wanamlilia Mungu leo, Mungu ashiba chake. Kwa wale watu wako na ulilia leo, Mungu ashiba chake. Kwa wale wanamzunikia leo, Mungu ashiba chake. Eko ni basaidia kila sana kila wakati. Ukimurilia tu anashuka. Ukimkimbilia tu leo hapa anashuka. Ukimwangaikia leo hapa anashuka. Amen, amen. Amen. Heri kwa wale watu wananjala, kwa maana watashiba. Heri kwa wale watu wote wako na ria hii wakati, ate wafariji. Amen, amen. Amen. Ikusa vile Jacques anasema, Jacques 5. Jacques anasema Yesu mwambie, Jacques 5 verset 13 ushike. Jacques 5 verset 13. Jacques 5. Yakobo. Yakobo 5:13. Sio ile kwa tayari nisomea. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe na moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Amen. Hapa ni question. Anasema, quelqu'un parmi vous est-il dans le souffrance? Mtu katikati yenu yuko ndani ya shida? Banauliza, aombe. Au kama mtu yuko ndani ya furaha, aimbe na nyimbo. Nikiangalia mimi shida na furaha, natafuta Mungu anisaidie. Natafuta Mungu anifariji. Njoo pale mimi nakuwa mwenye nyumba kumtafuta Mungu. Heri kwa ule mtu ako na njaa wakati atashiba. Ule kona ria leo, ule kona ria, Mungu ataleta salama ndani ya wale watu. Siku ya leo napenda mulilie Mungu. Siku ya leo napenda mwambie Mungu apata fariji maisha yako. Tunasema juu ya ufariji wa Mungu, faraja. Faraja inatoka kwa Mungu. Wakati Mungu analeta ndani mwako peace. Haleluya. Amen. Kwa mtu leo beko na makuta ya mingi sana, na bintu ya mingi sana, na manyumba ya mingi sana. Lakini wala na salama leo na leo. Mtengemeza salama. Frère, salama nilikuwa na manyumba na mamiotoka na kila kitu. Ndio salama. Ina salama. Salama ya kweli ni kuya na Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo yuko ndani ya maisha yako, hata vile vitu yote atakupatia biku pembeni yako. Wakati anekala ndani ya roho yako, utashikia salama. Utashikia faraja ya Mungu. Mtu yuko na Yesu ndani mwake, kila kitu kyote kiko bien kwake. Kile kitu utamulomba, utakitafika tu, utakuwa na salama, utakuwa na furaha. Tunasemeza njoo Mungu atukonsole. Tunatafuta Mungu atutumie faraja mu maombi yetu. Mungu atusaidie. Kama tunaangalia pole kwa tuambia mambo ya shida. Haleluya. Amen. Mtu yuko mshida. Kama tutaangalia mzuri. Consolation kama vile ufariji na shida vile rafiki. Haleluya. Consolation tunasema niko mshida tena niko na mfaraja. Ni vitu vimoja pamoja vinatembea pamoja. Mu maisha ya mtu. Nauliza. Unajua
Unajua kitu kibaya mu maisha ya mtu ni shida, kuya mshida. Mungu wetu wakati eko na shida ya mtu, Mungu eko na intervenir na kuleta ushindi, eko na intervenir na kuleta salama, eko na intervenir na kuleta nini? Consolation ndani ya mtu. Wakati mtu eko mshida, Mungu anakuwa kuleta ni consolation. Ula analitaka shida mu maisha ya mtu ni nani? Shetani anapendaka mtu akwepe kama mashida, kuhangaika kuyaria, pale anasikia roho ya shetani kutunguzuri, iko nahangaika. Au yaonaka mtu unateswa au unaona watu inasema tayamba tangaika paka vipi. Ile ni roho ya shetani. Roho ya ufariji ni ile roho ya huruma. Wakati mtu yuko mshida, unaona ile roho inakuja, inaanza kusema pana, Mungu amfariji kwa mtu. Mungu anapokesha kitu, Mungu mpatie consolation. C'est pourquoi unaonaka wakati mtu yuko mshida, watu wanamkaribia, wanaanza kumkonsole, wanaanza kumpatia nguvu. Wakati ile mafariji kunaingia, utashika ile mtu anakuwa na espoir ndani ya maisha yake. Anaamini yake Mungu atanisaidia. Tusomee tena deuxième Corinthiens mpaka ile. Tutaanza deuxième Corinthiens wa Korinto wa pili chapitre yake ya kwanza verset 4. Wakorintho wa pili chapitre 1 verset 4. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Atufarijiaye katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kufariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Amen. Asema qui nous console dans toutes nos afflictions. Atufariji mwile mashida yetu. Atufariji mwile mashida yetu. Na sisi tupate tena kufariji. Haleluya. Amen. Ile faraja yako na wewe tena ufariji nayo. Haleluya. C'est pourquoi ndugu yangu, wakati wewe uko na faraja, wakati wewe uko na furaha, wakati wewe Mungu anakufariji, na wewe fariji wale wana mioyo ya kuvunjika, na wewe ndio kawafariji. Njoo mambo ya Mungu, njoo upendo ya Mungu. C'est pourquoi Mungu wakati atakonsole wewe, na wewe konsole wengine. Amen. Frère, oui, vraiment, mon frère, Mungu atakusaidia. Unajua, mimi nitakupa tu nguvu ni Mungu tu. Hata mimi problem na kufikia. Na mimi nilifikiaka wakati fulani. Nilipitaka mshida fulani na mimi model fulani. Lakini nikimbia tu kwa Mungu, njoo anisaidie. Ujitie moyo, Mungu atakusaidia. Umombe Mungu atakufariji. Tuna wale mtu anafarijika na sasa, ya kweli kuko mtu mmoja alifariji ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sababu kwa mashi tunafarijiwa, tufariji na wengine wa mioyo vunjika. Paul njoo nenda kusema leo ni mbio nasema kwangu na kwako. Kama tutakuwa na ile roho ya vile, tutaendelea sana katika amani, katika furaha ya Mungu, katika vitu vikubwa vya Mungu. Mashida hii unaona inaweza kutushia watoto ya Mungu. Shida inaweza kufika kwa mtoto ya Mungu. Shida hii unaona, mateso hii inaweza kufika kwa mtoto wa Mungu. Hata watoto wa mingi wa Mungu inawafikia. Lakini tukuye pale tu kujitia moyo. Angalia mfano ya Ana. Haleluya. Amen. Ana alikuwa katikati, alikuwa mteso, alikuwa mshida, problem yake ya sima azali. Kama unaangalia mu Samuel chapitre yake ya kwanza, utaenda kusikia kwa tangu verset 11. Kama unasoma ile utashikia wewe unakwambia mambo ya ule Ana alijikuta msituasyon ya nguvu. Haleluya. Amen. Au yasema benyewe hii wakati ndio unapita msituasyon sa Ana. Amen. Natafuta pata hata mtoto unashimpata. Haleluya. Amen. Mtoto wako ni nani ndani ya maisha yako? Baraka yako ni nini ile unapusa leo? Watu wanaanza kukucheka. Watu wanaanza kudharau. Asema huyu Ana balikuwa anamcheka na kumdharau. Beko anamcheka. Ule Penina eko anamcheka. Unajua hii wakati unaweza kujikuta problem sa Ana.
wanakucheka, wanakudharau. Ani lake mambo ilikuwa ni ya kukimbilia tu mshilo. Alikimbia mshilo, eko nenda kumuita Mungu. Alikuwa anamlilia Mungu, eko namuomba mu maombi, eko namuita mu maombi. Kumbe wengine wanaanza kumwambia Mungu, kwa watu wengine vitaba compliqué, watu wengine watavishikia, watu wengine watavielewa. Juu wakati yeye alikuwa anamwambia Mungu, asema ilikuwa tu ni ile douleur, ile kilonda ile ya nani? Ya kupusa kitu kila alikuwa atafuta mtoto. Alikuwa anaomba maombi moja. Hakuwa tena mtu alikuwa anashikia ke huyu aneko nasema nini. Juu alikuwa anasema mambo iko natoka chini ya roho yake na roho kunauma iko na mulilia Mungu. Unajua kuna maombi ingine mtu mwingine atesi na kucheka abantu wenyewe ta corona bibi tu na babamba tu kwa kumwambia tafuta nini. Na asiye uchungu ule niko nao, ajue ile problem iko nayo, lakini unamulilia Mungu kwa wakati asema Mungu anisaidie. Mungu anainterveniraka. Amen. Amen. Mungu Mungu ni Mungu tu. Mungu yeye kile kitu utamlomba atakupa, kile kitu utamulilia atakufanizia njoo ya nini? Tena ukimchokoze Mungu unasema Mungu hii baraka yangu unanipa mimi. Hapana, na wewe iko moyo yako. Anaenda mchokoza Mungu. Anaenda kumwambia sema, "Huyu ukinipe mtoto mwanaume." Mungu anapatia mtu baraka ile mwenye anapenda. Haleluya. Sasa kupatia unamlomba yeye akupea bleu ya rouge. Mungu atakupatia kile unapenda, chakula ile unapenda. Cha bunene vile unapenda. Cha vile cha namna ile unapenda. Ndio kile Mungu anapatia kama watoto yake. Ngara mambo ya anaenda na kumchokoza Mungu asema nitakupatia yeye ule mtoto, nitakupa yeye. Tamwacha kwako. Soma 1 Samuel. Samuel 1, chapitre 1, tusome les autres versets. Tusome verset 11. Kama utapenda, utaenda kwa 1 jusqu'à 11. Mimi napenda tusome tu 11. Tusome tu 11. Ile histoire ujikosha ijua mzuri. Tubebe motu contenu moja ile tukuni tusaidia shie tumaombi kwa leo. Verset 11. Premier Samuel, chapitre 1, verset 11. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia tesho la mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mimi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Inaisha pale mimi nasangalia wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sikia, ule mtu leo weko au una asema ananiambia Mungu ukinipa, anaanza kufanya ile naziri na Mungu, vœu na Mungu, anaanza kumwambia Mungu, ukinipa hii, haleluya, ukinipa hii huyu mtoto, eko nafanya ile naziri na Mungu. Sasa Mungu wa majeshi anaanza kumwambia, anasema kama unanipatia huyu mtoto, unanitosha ndani ya hii shida niko amo, mie mtumwa wako, servant wako, mimi mtumishi wako. Huyu mtoto huyu mimi nakupatia wewe. Na mimi mbele namwambia mimi sitakusahau. Na huyu mtoto takupatia yeye kila siku ya maisha yake. Anampatia na Mungu. Anamwambia condition sana, hata wembe hautapitaka kwa kichwa yake. Unajua mtoto wa Mungu kila mara na kila wakati. Haleluya. Amen. Mungu wetu tunaomba. Haleluya. Amen. Unachoka. Huyu Mungu tunaomba
Mungu anatujua shi wote. Ni Mungu kama unafanya naye vile. Na ni Mungu tena kama unamweka anayepreda, atakutimizia kile kitu. Kama Mungu namuita mwache na kweli, atakutimizia kile kitu. Atakuwa kukonsole maisha yako. Mungu wetu ni abishila. Kila mara na kila wakati. Anamwambia sasa mtoto nitakupatia mbele bole bakutapitaka kukichwa. Unaona mabaraka yale tunamlomba Mungu, umuingishe Mungu kama vile associé. Baba, kama unanipa tu, hiki mimi unatafuta. Mimi nabakia interest wako, interest wako. Mimi nakuwa interest yako. Mimi kupatana na hii baraka utanipatia. Mimi nitakutumikia. Mimi nitakufanizia hivi na hivi. Mungu anaanza acha nimpatie huyu na mimi nipate interest yangu. Amen, amen. Amen. Leo uko nani ndani ya maisha hii? Leo uko nani leo? Mimi nakwambia leo niko nakupatia hii neno. Hii ni profesi kwako na kwangu. Mungu atusaidie, Mungu atufariji. Nami mwenyewe niko nasema, mimi natafuta faraja ya kutoka mbinguni. Mimi natafuta usaidizi ya kutoka mbinguni ndani ya hii maombi. Mimi ninafikia kama mada nyingine bishwe bila unamisha ile makaka kumie. Kunikalaka kama tunafika par exemple Mutali. Kama tunafika tu Mutali, vile mimi naona tu unakachika kugati bushiku. Tunafika tena 12, kuna fasa unatakata kwa 10h 11h, tunafika tena 14h bushiku unaingia. Mimi nikalaka tu na ile ninashikia kuroho tu sabariti. Mimi shishteke tu bien. Bon, malgré tout, unaenda kwa masomo mimi naona tu saa mimi sina kitu kimwa bro yangu. Sijue. Haleluya. Amen. Kumbe vitu vingine unaona hivi, hata kitu unaona hivi, lakini akiafika kile Mungu yeye mwenyewe anapenda akupe. Akuyafanyika kile kitu Mungu anapenda kufanizie. Na leo acha tumwambie Mungu atufanyishe kwa vitu vingine vya kabaila. Bila tunapenda bilete kwa salama mu mioyo yetu, bilete kwa salama mu maroho yetu, mu maisha yetu. Au yaonaka hata kama unakuria. Tuseme tu si tunasema kuria. Mais unaweza kuona tena machakula yanakupatia tena unashika tu saa. Bana kupea, uishike tena bien. Unisho kama msho bifika kama. Unakuria kula kichoka. Aya kula kitu ile tena saa hiki biste kipo. Unakula kani nyama na saa biste kula tena hiyo. Hivi mista kula tena. Hivi sasa unaanza utakuria nini? Sio que vanité de vanité. Alléluia. C'est pourquoi salama ya Mungu kama inakuwa ndani mwetu, kitu kyote tukiona kitu kizuri. Tuombe kwa salama ya Mungu, tuombe kwa consolation ya Mungu, de façon que Mungu atusaidie. Amen, amen. Amen. Kwa watu wengine wanajilandaka tu. Wengine wanajilandaka vile mimi naonaka watu wengine. Bon, selon vile mimi naonaka. Hivi tuko hapa Europe. Pengine unaona nguo nzuri. Pengine unatembea mzuri, njoo unasema uko msalama. Mimi naona watu mzuri kwa tu na Yesu Kristo. Amen. Mimi sitenda tu kanisa bon, mimi tunajua tembo. Nikifungua ndio watu wengine wasema, nikifungule mle shinda kuna majibu. Nikifungule mle shimu maana ma spaghetti, mko maana ngara ndio ndio. Tenda kwa ni kanisa ni wala ndio. Kila shetani pa makuta. Haleluya. Amen. Unayo makuta hiyo anatupatia kwa kila. Imekuwa wakati mwingine ile makuta kama unakuwa na faraja ya Mungu, ile makuta hutaona sana makuta. Huku makuta kwako Mungu anakupatia makuta, wewe unatoka wapi? Mungu anaanza kukupatia mafinansa, anafungula parce que Mungu ana compte bancaire mbingu. Kuko compte. Anaweza kufungula compte bancaire, unaweza kuona mtu fashi fulani anajiancharger eko na kuvirema, eko na kufanya. Unaanza kuna makuta kuna kuya ya model. Huu ndio vile Mungu anala. Amen. Mekuya na Yesu tu mu maisha yako, consolation ya Mungu. Hivi vitu vyote Mungu il est capable. Mungu ashindake. Mungu ukimwita tu atafika. Mimi shaonaka banasema sana Mungu anapigisha mvula. Hii mvula inapiga mpaka kwa hapa, njoo ni bazungu, hapa ni beushi, hapa ni babaya. Hapana, Mungu anamwangaka baraka kwa watoto wake wote. Kwa wale wote wanamkimbilia Mungu, mumai loko na shida, Mungu atakufikia.
Mungu atafika. Mungu ako capable kwa maisha yetu. Kile kitu tutakimbilia baba mimi na kwa kwako. Mungu anakukubali. Mungu anakushikia. Mungu anakujibu. Tunatafuta faraja. Huyu Ana alipata faraja ya Mungu. Alizala mtoto. Anaangalia tena mtoto anakuja, siacha tu nimpe yeye Mungu. Ndugu yangu, baraka ile Mungu atakupatia. Umpe tena Mungu. Kama ni ndoa, beba tena Bwana, umpe tena Mungu sababu Bwana ulinipaishia ule tena mimi nakupai. Haleluya. Amen. Haleluya. Na unaangalia leo watu mingi leo anapata baraka yake. Anasema Mungu mwenye heshima napata kile nitafuta. Nifanye tena nini? Baba, na huyu mtoto mwenyewe unanipa ni wako, mimi nakupa yote na kutumikia, ni wako wewe. Dashantale shi bebe leo ule mkongo. Kama avant corona sisi tulikuwa nako sokala mule chochoka. Mimi kuna nani mkongo? Sikuna nani mkongo? Na bebe. Bebe. Est-ce qu'on mwacha mnyumba sasa nitafanya kanisa bebe wangu bebe. Nitafanya kanisa bebe wangu. Bebe, yeupe kiadia. Unakala naye kunyumba. Unekala naye kunyumba leo. Nani? Bebe. Unekala naye kunyumba au pia unakuwa naye kunyumba mbili? Naeka kwa. Unakuwa kwa Mungu. Unakuwa na nasema Mungu. Ule bebe ni paka ule. Shimote tunataka kuonaka tu ni tumbo, leo tunamwona bebe. Anakuwa yeye ule tu tunamwona bebe pale. Anakuwa naye kwa Mungu. Jomle Mungu anapendaka na Mungu anafurahia vile. Tumombe Mungu atatusaidia. Mungu wetu ni Mungu, tukimkimbilia atatusaidia. Tukimuriria mu maombi atatufungula. Anafungulaka magonjwa, anafungulaka wafungwa, anafungulaka wale vitu vina complicate. Pale watu wanashinda, yeye anaanza kufungula community system. Mungu wetu anafungulaka. Yeye anajua kufungula bien, fois shote watu wanabloquer, yeye anafungula. Bana bloquer hapa, Mungu anatengeneza pale réparateur de brèches. Mswahili msema. Pasa réparateur de brèches Mswahili msema. Mjengaji wa manyumba. Mjengaji wa manyumba. Shibile de brèches bile bishalabika bile. Réparateur de brèches anatengeneza bile bishalabika. Mungu anatengeneza bile bishalabika. Frère. Igisa kosha. Unajua kwa nini kaza mshone? Yenye bisha tu machine ndi tu pakio. Mais kama unaenda kwa kama sitaki tu unaenda kwa Mungu kwa sababu ile anatengeneza bien mfundi wa bien. Hapa mitezo. Hapa mtapesha hivi. Takitia hapa takitia kama model. Itakuja tu sasa mama, unaona ndio tu mpya. Pale mtashikaje Mungu? Kumbe ni mfundi wa Yakobo. Fundi wa kweli ni Yesu Kristo. Haleluya. Yeye ndiye anataka kutengeneza mzuri sana bila erreur. Mungu wetu ni correcteur, anakorishaka mzuri sana. Unaona? Mungu wetu anakorishaka ashibebake ile partie pris. Toni unina? Cynthia. Dari usenza shibile shibu. Arajabu ni kengula mwani tamike makonti wako. Kwa shikana hivi. Wana bebe ile partie pris juu kama hivi na hivi. Unamkojea shibili weza hapa ni kitu ya vibaya. Kumbe ile jela siku roho yangu njoo mimi namshindisha nayo sasa. Amen amen. Amen. Ale Mungu ashikana vile. Consolateur divin Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Minuna. Acha tu tufie kuomba. Somo Mungu mrefu lakini acha kuikatia. Tushike mbele tusome tu kitabu cha Musa. Pate kuingia kwa maombi, tuombe njoo wakati tunaje na kwa chana hapa. Jérémie 1 verset 12. Jérémie. Lamentation de Jérémie. Lamentation Mswahili. Lamentation de Jérémie. Lamentation. Kumbukumbu. Hapana, Deutéronome. C'est ça? Jérémie. Jérémie, hein?
chapitre 1 verset 12. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Ndipo Bwana akaniambia, unaona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Amen. Amen. Lamentation. Lamentation ni nyingine. 12 unasema 12. 12, chapitre 1 verset 12. Lamentation ni mswali ndio nashinda kuilisha. Je le lis papa. Ndio nasema hivi. Ndipo Bwana akaniambia. Okay. C'est vile. Comme il y a un gars je m'adresse à vous et à vous tous, passez ici. Regardez et voyez ce qui est une douleur pareille à ma douleur, à ce dont je été frappé. Juu lamentation kama inaisha kutakuya ni Ezekiel. Ezekiel ndio anafuataka kisha lamentation. Lamentation ikisha ni nani? Ezekiel ndio anafuata. Kama mtezo wa mara vile ndio mteo. Huko Jeremie, kisha Jeremie kunakuwa lamentation. Lamentation ndio kunakuwa nani? Ezekiel. Ni maombolezo mkiswahili. Maombolezo. Okay. Maombolezo ya kwanza. Lamentation de Jérémie. Donc sasa mkiswahili ni maombolezo peke yake. Maombolezo. Ile Jérémie alikuwa mkiswahili. Mfrançais bwana. Okay, maombolezo chapitre ya kwanza verset 12. Nasema hivi, je, si kitu kwenu ninyi nyote mpitao njia, angalieni mtazame kama kuna majonzi yoyote mfano wa majonzi yangu niliyotendwa mimi, ambayo Bwana amenihuzunisha kwa hayo siku ya hasira yake ikaavyo. Amen. Amen. Asema, je m'adresse à vous. Niko namwambia mwe, à vous tous qui passent ici. Kwa wale wote wanapita hapa. Regardez et voyez si il est une douleur. Mwangalie na kama muone kama ni huzuni. Huzuni kama Swahili. Jérémie 1 chapitre 1 verset 12. Verset 12. Je, si kitu kwenu enyi nyote mpitao njia, angalieni mtazame kama kuna majonzi yoyote mfano wa majonzi yangu niliyotendwa mimi, ambao Bwana amenihuzunisha kwa hayo siku ya hasira yake iwakayo. Amen. Tutuze. Mwangalieni. Asa yako na bandeko le madresse kwa watu. Mwangalieni mwe wote, mwangalie hii huzuni, hii douleur, hii pareil, hii douleur hii. Hii douleur hii iko kama sawa sawa na ile. Kwa ile nilipikwa. Kwa ile nini? Nilipita mumu wa shida. Au kwa ile hasira yake. Kwa ile hasira yake ndiye waka kwangu. Kwa ile wakati yake ya ile makali ya Mungu. Haleluya. Amen. Unajua sisi watoto ya Mungu. Amen. Kila mara kila wakati naweza kupita mshida. Naweza kujua sema hii ni Mungu wangu, hii ni Mungu ananipiga. Hii ni shida Mungu tu na yajua hii Mungu ataimaliza mpaka yeye. Kwa mwingine anaweza kuwa mshida moya hivi. Lakini wa Jeremie wanaanza kutonesha maombolezo yao. Namna walikuwa na muriria Mungu. Ile problem wako nayo. Eske iko sawa ile mimi nilipita mo? Haleluya. C'est pourquoi shie leo mwitu unapita mo. Wile ushapita mo. Mungu yeye mwenyewe anajua. Leo unapita mwile shida. Hautezi kukompare na mwenzako hivi tuko hapa. Kila mtu anajua manivo ya mashida na yapita. Kwa watu wanakalana matemoignage anaweza kuambia sema ndio. Hii maisha unaona kama unaniona leo ni unashimama. Mimi nashukuru Mungu. Kule Mungu ananipitia na kule ninatokea. Nikikwambie hautezi kuelewa.
ikuwe nature, ikuwe quelque soit nature, ikuwe quelque kuya shida fulani, ikuwe mumanamu na gani, huyu Mungu eko netwa firme malgré dimension, malgré situation ya je, atafinir par kuisha. Haleluya. Amen. Unajua kwa vitu vingine binafsi leo kunafanyika, binafsi kunafika kwa maisha yako. Watu wanasema huyu mtu analaniwa, huyu mtu mwenye kulaniwa. Haleluya. Haonake mtu mwenye kama problem mashida, watu wasema huyu mwenye Mungu anamlaani. Ona yaje. Huyu mtu ana mapenzi ya Mungu, huyu mtu hivi na hapana. Mungu yeye ndiye anajua. Haleluya. Amen. Mungu ndiye anajua maisha yetu. Mungu ndiye anajua situation yako. Mungu ndiye anajua situation yangu. Leo ndani ya maombi leo tuko hapa ndio kumlilia Mungu de façon Mungu apate kutusaidia. Ile yote tunaweza kuwa nayo ni ya kwa muda tu. Na kama unakuwa tu na Yesu ndani ya maisha yako, hautalia tena, hautahangaika tena. Leo tumlilie Mungu wetu. Tumuone Mungu wetu maisha yako, maisha yangu, atakusaidia, atakufungula, atatosha shida na tabu, atatosha mambo yote ile unaona sasa Mungu ataleta solution kwa maisha yako. Kile kiko impossible kwa maisha yako Mungu atakifikisha. Kile kuma wewe mtu wa binadamu nasema kiko nguvu, eske nitakipataka? Eske na mimi nitakuwa sawa ule? Mimi Mungu atakusaidia. Amen. Amen. Mungu kuna kila mtu yuko na matemoignage, tuna matemoignage. Hata hivi tunikala hata mtu atesi kwa eko na mambo mikubwa ile Mungu anashamfanyia maisha yake. Anasema huyu Mungu mimi sita mtu. Nitete Mungu. Mwi situation, mwi problem. Mungu wangu hapana. Mungu ananifariji. Mungu anafariji yako. Mtu ashukulani asema Mungu asitakufariji. Mungu atakufariji. Mungu anafariji kama mtu wote kwa shida na taabu ni Mungu. Ni Mungu tu. Problem tuko nayo magharibi ya leo ni Mungu tu atatufariji. Najua mtasema sana kawa mwana leo shika maombi amen. Amen. Tunapenda kushika neno la Mungu ndio tupe faraja. Tukue hapa ndio kuomba Mungu. Mungu atatusaidia siku ya leo. Acha tuingie mu maombi. Utashangilia neno la Bwana katika jina. Ndio, kwa hiyo wakati mimi napenda tuombe faraja ya Mungu ndugu yangu, tunaanza kwa kumisho ya maombi yetu ya leo. Tenda kuomba faraja ya Mungu. Tumwambia Mungu atufariji. Mungu afariji maisha yako. Mwambie Mungu afariji mambo yako. Hii mwenshi. Sikia. Umwambie Mungu hii mwenshi. Hii mwenshi ya wheat. Hii mwenshi ya wheat. Hapana, Mungu nisaidie. Hii mwaka hii, kama unapenda sasa hii mwaka hii, Mungu mimi napenda nione faraja yako. Tunaomba mwimbo mmoja. Wala nisikuwa tayari ya kupimisha na maombi ya kupata tena nayo esprit karibu. Mafupi hicho tumwite Mungu katika jina la Yesu. Kama mko tayari wala nisikupatia mwimbo mmoja. Mungu itusaidie tuombe. Karibu.